dakika moja ambia Bwana akukuze. Ambia Bwana tu akukuze. Kwa kipindi hiki cha neno, ambia Bwana akukuze. Ambia tu Bwana akukuze. Neno la Bwana ni nguvu. Ni kwa sababu ya neno la Bwana. Neno la Bwana ikamkujia Abrahamu ya kwamba baba atampa uzao, na kwa miaka 400 watachukuliwa mateka Misri, na akamwambia ya kwamba baada ya miaka 400 basi watarudi kwao. Neno la Bwana ikawapeleka na neno la Bwana ikawatoa, neno ambalo Bwana amenena. Baba, wakati huu wa neno ninaomba ukatujaze na nguvu. Ninaomba neema yako jemedari, pata kunena nasi Jehova. Nena nasi Mfalme. Umekuwa baraka kwetu tangu asubuhi tulipokuwa tunakuabudu, ukatubariki Baba. Wakati wa sifa umeshuka, tukaishi uwepo wako. Wakati wa sadaka Baba, ninajua umetubariki. Wakati huu wa neno niko na imani ya kwamba pia utapata kuwa nasi, utanena nasi kupitia kwa neno, katika jina la Yesu. Inuliwa Jehova na tukuka. Kwa jina kuu la Yesu ninaomba na kuamini. Amen. 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 Praise and worship. Kwa neno la Bwana. Manake baba yangu kila wakati ananiambia ya kwamba ninaposimama kwa madhabahu nisilete maneno, basi nilete neno. Kwa sababu ya hiyo ningependa nipate kusoma neno la Bwana na nilete ujumbe. Bwana asifiwe. Amen. Kitabu ni kile cha Luka mtakatifu, Luka kifungu cha 2. Nitasoma mistari mitatu pale. Kifungu cha 2 nitachukua mistari 2. Kifungu cha 2 mstari wa 40. Nitasoma huo mstari wa 40. And the child grew and became strong. He was filled with wisdom, and the grace of God was on him. Ningependa niende mstari wa 52 ambao ndio mstari wa mwisho wa hicho kifungu. Mstari wa 52 kifungu ni cha 2. Wacha nipate kusoma maandiko. And Jesus grew in wisdom and in stature and in favor with God and man. Other fashions says, and Jesus increased in wisdom and in stature and in favor with God and man. Luke chapter number 4, verse number 18. Luke chapter number 4, verse number 18. The Spirit of God of the Lord is on me, because he has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free. Baba, asante kwa neno lako. Nitumie kama chombo, manake bila wewe sitaweza. Mimi kama mwanadamu sijui kitu. Baba, ninakutegemea wewe,
ukaniwezeshe kunena kile chako na kile ambacho umetuandalia kama wana wako. Kwa jina la Yesu ninaomba na kuamini. Amen. Amen. Kutoka kwa yale maandiko, I want to speak about keys to greatness. Amen. Keys to greatness. Ama funguo za ukuu. I want to extract those keys from the life of Jesus Christ. Nataka nikazichukue. And I want to believe that everybody who is sitting here desires to be great. Kila mtu hata huku duniani, kila mtu anatamani tunapotembea na kutazama. We used to see great men of God, and every time we look at them, huwa basi tunatamani kuwa kama watu wale. Kama unatamani kuwa mhubiri, when you see a great preacher, you desire to be like him. If you are a businessman or else a businesswoman, and you see a great person in that area of business, huwa unatamani kuwa kama yeye. Lakini kunao siri kabla hawajafika pale. There is a secret. Ukianza kuwauliza watakuambia ya kwamba there is somewhere ambapo tumepitia ndiyo tupate kufika hapa. Ukipatana na mhubiri atakuambia ya kwamba kitambo nitembee na hii neema ya Bwana, kitambo nitembee na hizi nguvu za Bwana, nilipitia mahali. I've paid the price to be where I am. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ningependa nianze na mstari ule wa kwanza ambao nimesoma. Chapter number 40. Biblia ikasema ya kwamba and the child grew and became strong, and he was filled with wisdom. Key number 1, I want to take it there. Wisdom. Praise the name of the Lord. Amen. The first key in the life of believer, the first key to greatness, it is wisdom. Let me tell you something. We have got beautiful people. Tuko na watu warembo sana. Tuko na wengine wana nguvu sana. But without wisdom, you cannot be that person that our Lord has intended you to be. Hauwezi ukawa kile ambacho Bwana amekusudia upate kuwa. We have got strong people, and the Bible says that by the strength shall no man prevail. That is the book of 1 Samuel chapter 2 verse 9. That by strength shall no man prevail. You can be so strong, but if you don't have wisdom, hautakuwa kile ambacho Bwana alikuumba upate kuwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo ukiwa kile unahitaji hekima, Ukiuliza wale watu ambao wameenda mbali, watakuambia ya kwamba walihitaji hekima kutoka kwa watu wengine. Na wacha niwaambie kitu, kuna mambo mengine ambao hata uombe na ufunge hautapata kutoka juu kwa Bwana, kwa sababu kuna watu Bwana amewaambia ndiposa wakufanya
ufanye kitu. Amen. There are people who have encountered those things which you desire, and God will not give you. He will use our watu ndio wakutengeneze. Bwana Yesu asifiwe. Amen. In the book of Proverbs 11:14, the Bible says that in a multitude of counselors there is safety. In a multitude of counselors there is safety. Amen. Kuna watu, in other word, kuna watu unaweza ukaishi nao, na basi badala ya kuendelea, Bwana alitazamia upate kuwa kitu, uishi na watu wengine upate kuangamia. Have you been a friend of fool? The word of God in the book of Proverbs, I think 13:20, the Bible says that he who walks with a fool, he who walks with a wise person will be wise, but a companion of a fool will suffer harm. I like the way other fashions put this one. Bible says the companion of a fool will be destroyed. Wakati nilikuwa natazama yale maandiko, nikapata ya kwamba that some of the destruction we are going through are not demonic. It is a result of that person you are calling a friend. There are people who will bring destruction in your life. Praise the name of the Lord. Amen. Kuna watu, your association. Unajua, ukisoma maandiko, mahali pengine Biblia ikasema ya kwamba wakati Yesu alikuwa anafundisha na mama yake na ndugu zake wakaja wakimtafuta, na mtu akaingia akasema ya kwamba mama yako anakuita, mama yako anakutafuta. Aliuliza, who is my mother? Ni nani mama yangu? Ni nani ndugu yangu? My mother and my brothers are these people who are sitting here. Praise the name of the Lord. Amen. Because Jesus never wants to be destroyed. Praise the name of the Lord. Wisdom, hekima. Wisdom will stabilize a government. Amen. Wisdom will stabilize a ministry. Wisdom will stabilize a church. Amen. A church without wisdom will not stand in the test of life. Praise the name of the Lord. Amen. Haitasimama. For church to stand inahitaji hekima. Pasipo na hekima, basi wakati wa majaribu utapata ile kanisa imesombwa kwa sababu ya kukosa hekima. I know that one of the keys I will give you is anointing. But anointing without wisdom cannot take you somewhere. Unatazama huduma nyingi zikatembea na upako, na ukweli upako ulikuwa, lakini kukakosekana hekima. Unawasikia mwaka mmoja, the next year hautawasikia, because anointing need to be combined with wisdom. Anointing need to be combined with wisdom. You can have anointing na ukose hekima, basi hautaenda mbali. Ukiwa na upako unahitaji hekima,
na hizo zikichanganyika utakuwa kitu, utatengeneza vitu, utatengeneza watu ambao wataitwa wanafunzi kama wewe. Hao watu siku nyingi tokezea siku hizi bila hekima, lakini injili nyingi ya kurukaruka. Ukiwafuata sana, they don't make disciples, but they create followers, which is not the plan of Jesus. Yesu akianzisha ama akitangaza kanisa, yeye mwenyewe lengo lake kubwa ilikuwa ni kutengeneza wanafunzi, but not the followers. Alikuwa tu anaanza atengeneze watu, wakatengeneze wengine. Bwana Yesu asifiwe. A follower cannot make someone, but a disciple will go outside there na atatengeneza wanafunzi na kanisa itaongezeka. Ndio naona kwa watu 12 waliotengenezwa na Yesu. Now the whole world unasikia Christians tuko wengi sana kutoka kwa watu wachache, because they were meant to be right things. Praise the name of the Lord. Amen. So wisdom will stabilize the church. The church will be stable. Where there is wisdom, the church will be stable. Ukiangalia ndugu wa hekima, utapata ya kwamba ana utofauti na wale watu wengine. Ukiangalia dada aliye na hekima, utapata ya kwamba ako na utofauti na wale wengine. Ni kwa sababu wisdom brings change in one's life. Praise the name of the Lord. Amen. Hata wahubiri wasio na hekima wakifika kwa watu wanaobeba mafuta, you hear them trying to challenge. Kuna mahali unaweza fika unyamaze, badala ya kuongea unanyamaza, because of the people who are sitting there. That is wisdom. But without wisdom, you will find somebody trying to challenge somebody like Bishop Stephen. Akisimama na aanza kusema kwamba I will challenge you Bishop. Kama Bishop akisema unajua nataka kufanya hii, ninakuambia hapana Bishop, naona utaenda na hii. Praise the name of the Lord. Amen. Those are the people who does not have wisdom. There are people who you must receive them with fear and trembling in your life. When they come to you, you have to receive them with fear and trembling. Uwachukue kwa woga. This is not a negative fear, but I'm speaking about a fear that gives birth to respect. Ule woga unazaa heshima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma Proverbs 13:20, hiyo utaenda kusoma, ambao nimesema ndio inasema ya kwamba that he who walks with a wise man will be wise, or he will grow wise. Amen. But a friend, a companion, when we speak about companion, we are speaking about company. That company you are living with. Praise the name of the Lord. Wale watu ambao unaishi nao. So some of the destruction which we are going through are not demonic. Some of the suffering which we are going through are not demonic. It's a result of those people. Now shida nao. Na Yesu asifiwe. Amen. Your association determines your surely limit. How far you will go in life is entirely dependent on the people you call friends. Who
is this person you have allowed to come in your inner circle? He will determine your placement in the game of life. Ni nani huyo uliyemruhusu aje kwa maisha yako in your inner circle? Ni nani huyo you are giving your secrets? Huyo tu usipotazama, because your life can be destroyed by people, and your life inaweza ikainuliwa na watu. Maisha yako inaweza ikainuliwa na mtu fulani, na pia maisha yako iangushwe na mtu mahali. Praise the name of the Lord. Amen. Wisdom. In Luke chapter 2 verse 52, where we have read, still the Bible speaks about Jesus. The Bible says he increased in wisdom. Wacheni niwaambie kitu. One day, the Pharisees, Mafarisayo, wakatuma watu. They sent spies to come and trap Jesus. Walipomtuma, walipofika, because they were sent to trap his words. Walipotumwa, badala ya kufanya kile ambacho wametumwa, wakaanza kusikiza. Wakati wamepata kurudi, wakasema ya kwamba no one is like that man. Why? Because wisdom will paralyze your enemies. Wisdom will paralyze your enemy. Maadui watakuja wakiwa na lengo la kukuleta chini, but your wisdom will paralyze them. Your wisdom itawafanya wakuache. Hiyo ni hekima. Praise the name of the Lord. They were being sent to spy him, but the wisdom of Jesus paralyzed them. They had no word. Hawakuwa na neno kabisa, kwa sababu walikuja kumjaribu. But because of wisdom, Jesus was different with the other people in his generation. Hata huduma ya Yesu ilikuwa tofauti sana. Tutaka kuona hiyo Mafarisayo wametumwa. Go in the book of Matthew 22:15-22. I want to go to the second key. Second key, ama funguo la pili, funguo la kufungua ukuu. Oh, greatness. Greatness Kiswahili ndio nini? Luke chapter 2:52, the Bible says, and Jesus increased in wisdom and in stature and in favor. Amen. With the Lord and people. Key number 2, favor. 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 The currency of supernatural. If you does not have favor, forget. Ukikosha kibali. It doesn't matter how you are gifted. If you does not have favor, forget. You need the favor of God in your gift. Praise the name of the Lord. Amen. Because favor is so powerful that it can silence your enemies.
kitanyamazisha maadui zako wote wanaosimama na kupigana nawe, kitawanyamazisha. The time Esther found favor, that is the time she wrote death sentence of Haman. The time he found favor, huo ndio wakati she wrote death sentence of Haman. Maana kibali kitaongea kabla au chaongea, utapata ya kwamba kibali kinanena. Na Yesu asifiwe. Haijalishi uko na maadui mangapi, wangapi, if you are person of favor, they are going to remain silent. If you are favor, watanyamaza. Kwa nini? Favor does not follow protocol. Favor does not know mathematics. Favor does not know the organizing committee. Favor will not recognize what you've said. Favor will jump the organizing committee. Itaweka kile chote ambacho ulikuwa unaonekana hautakifanya ama umelegea. Favor will make you right. Without those papers, that favor. Once you have favor, there is no door which can close for you. Amen. Hakuna mlango utakufungia ukiwa na kibali. Hakuna mlango utaweza kufunga zile njia zako. Bwana Yesu asifiwe. Because favor has the ability to bring what you want. Favor has the ability to bring those money you want and even those you does not need. That is favor. Favor, a person of favor. Ukisema ya kwamba unamfungia, utakuwa unachoka kwa sababu hakuna mlango. Utafungia a person of favor. Bwana asifiwe. Amen. The Bible says that and Jesus increased in favor, and that is a catchphrase. That the favor you had last year, it is not the favor you need this year. You need to increase. The Bible says Jesus increased. May you increase in favor. Amen. If you walk with one favor, then itakuja kuisha nguvu. The Bible says Jesus increased in favor. And I say that is a catchphrase. The favor you need last year, it is not the favor you need now. The favor I had last month, it is not the favor I need now. I need to increase. Amen. Nahitaji kuongezeka kwa kibali. Kila kunapokuja unaongezeka kwa kibali. Ukitembea unaongezeka kwa kibali. Unaposifu Bwana, kibali kinaongezeka. Unapomwabudu Bwana, kibali kinaongezeka. Na ukienda kwa magoti unapata ya kwamba kibali kimeongezeka. Because favor will bring breakthrough. Amen. A person of favor will have breakthroughs of life. Amen. He or she will not struggle in whatever he or she is doing. Praise the name of the Lord. Amen. A person of favor, when he is doing business, you will not hear him saying that nowadays kumekauka hautasikia, because the favor is in the business. Kondani yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
increase every day. Where you does not have qualification to enter, favor will open for you. Kibali kitakufungulia. In a day, Joseph was lifted by favor from prison to a prime minister in a foreign country. Yusufu akainuliwa na kibali kwa siku moja. Kibali kikamuinua kutoka, angalia, mvungwa, a prisoner, unampata ya kwamba he has become a prime minister. That is favor. Nothing else. That is favor. That is favor. Favor made Daniel relevant. Relevant in 3 regimes. Kwa wafalme waliokuwa wabaya watatu, kibali kikawa kilipokuwa ndani ya Danieli. Basi unapata mfalme wa kwanza akafa, wa pili akaja na akaendelea na kumfanyia Danieli kitu. Huyo akafa, Daniel is old, Cyrus kama na hakosi kufanya kitu. It is because of favor. Praise the name of the Lord. May the favor of the Lord locate your unrest. Amen. Favor. Daniel, he became relevant. He was relevant. Relevant in 3 regimes. One king dies, the other one comes, and he cannot fail but to do something for Daniel. Praise the name of the Lord. Nothing else can do that. It is just the favor of the Lord. Daniel hata alipozeeka, unapata ya kwamba faume huyu Cyrus anapata ni kama Daniel was old and hakukosa kumfanyia kitu, because the favor of the Lord was upon Daniel. Praise the name of the Lord. Nikasikiza, I listened to another preacher of Uganda, and when he was speaking about T.L. Osborne, na akasema a time came when T.L. Osborne visited Uganda, na alipokuwa pale T.L. Osborne akasema ya kwamba I want to speak to the people before we go to the stadium. Na alipokuwa nasimama, it was very very hot, na mtu mwingine pale aliyokuwa na mwavuli akasema, wacha ni hii mwavuli yangu nipe watu to give Daisy Osborne afunike the man of God akiendelea na kunena. Na T.L. Osborne akaendelea na kuzungumuza, akaendelea, alipomaliza